Yes, hatimaye tena ya bonge la picha. Kumbuka na pigo kutoka DC Production. Unasema ni Barbie Farm ya The Chosen One. Basi wasema mwanzo wa picha na kuna binti ambaye anafahamika kwa jina la Dama akiwa na mpenzi wake ambaye anakwenda kwa jina la Obi. Ni watu ambao walikuwa wanafurahia sana upendo wao, lakini leo binti alimletea taarifa mkali ya kwamba tayari ameshanasa katika swala zima la ujauzito. Kile kitendo kilivyofika katika nyumba kina binti na kwenye ilikuwa ni kama fezea sana. Kwani binti alikuwa anatokea kwenye nyumba ambayo ina hofu kubwa sana ya Mungu, yani familia ya kichungaji zaidi. Hivyo bibi alihitaji kutengeneza nafasi ya kukutana na Obi ili akisha anapata msaada. Lakini hata hivyo mamake na Obi aliweza kumwambia, umesababisha kijana wangu ameweza kukimbia kutokana na kile ambacho ulikileta wewe. Yani tamaa zake za mwili zimesababisha kijana wake Obi aweze kukimbia. Mwanaume aliondoka, lakini alihitaji location endapo binti atapata nafasi ya kuweza kufika katika ile eneo, basi itaweza kumsaidia kuweza kukutana naye. Basi naambia bibi alichofanya ni kutafuta nafasi ya kuingia katika eneo la mji kwenda kumtafuta mkali wa kufahamika kwa jina la Obi. Wasema alifika sehemu ambayo location ilikuwa inaonesha ya kwamba hapa ndo sehemu angempata mwamba wa kufahamika kwa jina la Obi. Lakini pamoja na kufika katika ile eneo kupata msaada wote zaidi, hata mtu alionyesha pia anamtamani bibi. Hivyo bibi alipitia katika wakati mgumu sana. Baadaye alifanya namna ya kukutana na mtu ambaye labda angeweza kumsaidia namna ya kumpata mtu huyo, lakini bado alikuwa hivyo. Binti ajikuta mpata nafasi katika jumba la mama mmoja hivi. Hapa kazi yake ilikuwa ni kama mfanyakazi wa ndani tu. Huyo maisha yake yote binti pamoja na kuendelea kumtafuta mkali Obi, lakini kwa sasa alikuwa anafanya kazi katika jumba moja kubwa sana. Awaambia kisichoridhika akiliki. Sasa anaambia siku ya leo mwenye nyumba aliweza kushtukia kwamba binti huyo ana ujauzito, hivyo aliweza kumtimua kwa sababu aliona hawezi kutengeneza nafasi na mtu ambaye tayari ana ujauzito. Hivyo bibi alijikuta tena ameweza kutimliwa hata pale ambapo alikuwa anapatiwa msaada. Moja kwa moja mzigo unatutupa katika eneo moja hivi. Wasema leo kulikuwa na uzinduzi mkubwa sana wa organization moja ambayo inafahamika kwa jina la Evans Foundation, ambayo inasimamiwa na mkali wa kufahamika kwa jina la Dr. Evans. Lakini kuna mwandishi wa habari ambaye alimkela sana binti ambaye anafahamika kwa jina la Cherry kutokana na kumuuliza maswali ambayo yalimfanya binti ajisikie vibaya zaidi. Sasa ilikuwa ni wakati wa kuangalia project ambayo inaongozwa na huyo mtu ambaye anafahamika kwa jina la Dr. Evans Foundation. Hasema yuko kwa ajili ya kusaidia watu wengi sana ambao wanahitaji kufanya zoezi zima la adaptation. Yani kwa wale ambao wanakuwa na uwezo wa kupata mtoto, wanaweza kupatiwa mtoto kutoka katika tumbo la mwanamke mwingine. Hii iko sana mataifa yaliyoendelea. Basi kutokana na kila ambacho alipitia binti wa kufahamika kwa jina la Cherry, huyo daktari msaidizi wa Mr. Evans aliweza kumwambia ndani ya wiki moja tu atafanikisha kumaliza kile ambacho anakitaka. Hatujui ni nini, lakini anasema ndani ya wiki moja. Pande wa pili kuna bwana dada ambaye anamtafuta sana ndugu yake. Sasa tukiachana huko tunarudi katika eneo la hoteli. Sasa mwanaume anajua mke wake anahitaji sana kupata mtoto, lakini ndo vile mazingira ya ruhusu. Lakini sasa nini ambacho tutaweza kufanya? Wasema basi usiku ambao anafuata bibi kutokana na kutangatanga mtani, kuna binti ambaye sema ni lazima atamsaidia kuhakikisha na mtengenezea nafasi ya kufikishwa katika sehemu ambayo ataweza kupatiwa msaada. Basi bibi ya Dana kwa kuwa alikuwa na namna, aliweza kufika katika sehemu moja ambayo inaitwa Evans Foundation Clinic kwa ajili ya kupatiwa msaada. Baada ya kufika katika ile eneo kweli aliweza kupata nafasi ya kuweza kupatiwa msaada, lakini binti ambaye alikuwa amemleta aliweza kupatiwa kiasi kikubwa sana cha fedha kutokana na ile kazi ambayo ameifanya. Lakini kuna dada ambaye anamfuatilia ndugu yake aliweza kukiona kile kitendo. Basi binti kwa kuwa alikuwa na njaa sana aliweza kupatiwa chakula. Wasema mjini ukikaa vibaya unafanywa biashara tu. Basi binti alikuwa ameshauza pasipo ya kutambua katika kitengo, na hapa alipata nafasi ya kuweza kupatiwa chakula na maji ili yale ajisikie sawa zaidi. Hata hivyo mwenyeji wake alikuwa anamtia moyo sana na kumuonesha yuko sambamba kwa ajili ya kumsaidia. Baadaye waweza kupata vipimo mbalimbali juu ya ujauzito wa binti, lakini pia mwanamama alisema anaona kila kitu kimekaa sawa zaidi. Lakini kuna kitu ambacho mwambia binti kilimshtua zaidi, ni juu ya swala na kumtoa mtoto wake ende akalelewe na mtu mwingine. Hii ilimshtua sana bibi, lakini baadaye alichukuliwa na kuletwa katika eneo ambalo kuna watoto wengi tu, na hii ilikuwa ni kama kitu cha kawaida tu. Baadaye binti alipata nafasi ya kukutana na Dr. Evans. Hapa hawakuweza kuongea mambo mengi sana kwani Evans anaonekana alikuwa busy zaidi.
Lakini hapa kuna binti ambaye ajaribu kumzuia kuombea kwamba usiruhusu akuguse hao, wataweza kuharibu kile ambacho naamini matumaini katika maisha yako. Ile ilimshtua sana bibi. Baadaye binti aliamua kumwambia daktari kwa sasa anahitaji kuondoka tu, ana namna ya kuendelea kusalia katika ile eneo. Basi daktari akamwambia fanya kadri unavyoweza, nafikiri kila kitu kiko sawa. Lakini anamwambia cha ajabu, binti aliweza kumwambia tu sasa nimekubali, naomba nibaki katika ile eneo na nitafuata kile ambacho mnakihitaji kwa ajili ya msaada wa maisha yangu baadaye. Waambia upande wa pili yule mwanadada ambaye anamtafuta mdogo wake anajaribu kuleta vielezo na kusema kwamba labda kama waliweza kumuona kwa sababu naye alikuwa na ujauzito, ingekuwa ni vyema kama ongeza kumuona mpatie taarifa. Hivyo mwanamama ambaye nipatie hiyo karatasi na pindi ambapo nitaiona hiyo taarifa naweza nikakupa taarifa, lakini cho kwanza alienda kuitampo. Hasa tunaomba upande wa pili. Siku ya kwanza kwa binti maisha yalikuwa ya kubamba zaidi. Alikuwa katika kitanda ambacho ni kizuri zaidi na alipatiwa huduma ambazo zilikuwa ni kama VIP tu. Lakini baadaye aliweza kurejesha yale mavazi na hivyo alivaa mavazi ili aweze kuungana na wenzake katika mchakato mzima wa kufuata kile ambacho kinaendelea katika hiyo organization. Wasema ni Evans Foundation, au sio? Pande wa pili kuna watu wanafanya shughuli ya kushuti huku. Lakini mwamba kadri anavyomtazama mke wake anamwona ni mtu ambaye anajisikia vibaya sana, kwani bado hajafanikiwa kupata mtoto. Basi moja kwa moja chuma yanatulosha katika eneo la bweni huko. Ikiwa ni mara ya kwanza ameingia kwenye bweni, binti akakutana na binti ambaye anaitwa Aisha. Mimi nitamuita Aisha Cheusi. Anampiga binti sana binti. Anasema anahitaji uinuke hapo. Binti anasema sijawahi kutengeneza nafasi ya kumwogopa mtu juu ya pale ambapo mimi nahitaji kupumzika. Anasema utaona. Anamwambia binti ni mtata sana. Basi asubuhi moja wakiwa na mbamba anapata nafasi ya kukutana na mtu ambaye anaitwa kwa jina la Itono, bonge nyanya mmoja hivi. Lakini pia anafika mwamba ambaye anaonekana ni kiongozi ambaye anadili na mambo fulani katika taasisi. Tutakwenda kujua hapo mbele. Lakini anaonyesha na ukaribu sana na Aisha Cheusi. Hatujui ni nini ambacho kilichopo kati ya Cheusi na ule mwamba. Pande wa pili binti alitengeneza nafasi ya kuingia katika chumba kimoja hivi. Wambia baada ya kuingia kwenye chumba hiki aliona kama kuna zile sehemu za kumfunga mtu. Na ni kama kuna alama za mikono ya watu ambao inaonekana kuna kitu ambacho kilikuwa ni tofauti sana kinafanyika katika kichumba. Lakini baadaye aliweza kutolewa na yule ambaye alikuwa ni kama rafiki yake Ebu. Basi baadaye bibi alikuwa anapata kumbukumbu ya picha za ndugu zake pamoja na mpenzi wake ili aweze kupata usingizi. Lakini baadaye alisikia miongoni mwa watu wakiwa wanahitaji msaada sana. Huyo binti alienda katika eneo la toilet huko. Na binti ni kwamba alikuwa mbano sana na uchungu, kwa hiyo ambacho alikuwa anahitaji ni msaada tu aweze kujifungua katika hali ya usalama zaidi. Na anasema sitaki wamguse mtoto wangu, ndo kauli ambayo anaitoa binti huyo. Lakini baadaye wanyama alifika na kumchukua mtoto wa yule binti na kumwacha binti akiwa pale. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri katika sehemu safi inafuata ya mzigo bomba sana wapo wanaosema unafahamika kwa jina la Baby Farm. Itakuwaje hatima ya maisha ya bibi katika mjengo? Na tayari inaonekana watu hao na program maalum tu ambayo wanaendesha namna ambavyo wanajua wao. Ina maana ni kama bibi ameweza kuingia katika mkenge baba. Bwana chuma fahamika kwa jina la Baby Farm katika episode ya kwanza. Ilikuwa napigwa kutoka DC Production. Tukutane katika episode ya pili kuendelea kuenjoy utamu wa vanilla, au sio? Hii kazi unatakiwa ukae tala bintibu yetu endelea kusonga kizazi zaidi. Pata burudani ambayo imezingatiwa zaidi. Hii ni Afal DJ OG kabisa. Here you go, ciao.